Ulimwengu umeanza kutambua nguvu ya uchumi wa ubunifu kama nguzo ya maendeleo endelevu. Ndani ya muktadha huu, takuwa tunaangazia sanaa moja hodari na yenye mafanikio makubwa. Naelewa kuna aina nyingi ya sanaa, ila sanaa ya leo tutakayoizungumzia hapa ni sanaa ya uchongaji wa soapstone inayopatikana hasa kaunti ya Kisii. Niruhusu nikutoe nyumbani kwako nikupeleke moja kwa moja hadi kaunti ya Kisii. Leo hii tutakuwa tunaangazia kuhusu jiwe la soapstone almaarufu jiwe la sabuni. Atakaye tusaidia kuelewa jiwe hili ni msanii mmoja hodari aliye na uzoefu kwenye uchongaji na uchimbaji wa jiwe hili, Bwana Morris Kariuki Ondara. Jina langu ni Saida Mnyiri. Ungana nami tukaweze kujifunza mengi. Na nikianza tu, ni kwa nini mnalita jiwe hili jiwe la sabuni? Umeuliza swali zuri kabisa. Hili jiwe tunaliita jiwe la sabuni kwa sababu wakati ambapo unalisugua na sandpaper huwa linatoa povu, jinsi sabuni inavyotoa povu. Na hata baada ya product kukamilika, ukiguza hivi, hebu jaribu kuguza hiyo, utasikia inateleza kama sabuni. Naam, hata mwenyewe naiona na kuishika na isikia kwamba inateleza, mithili yenyewe ni sabuni hii. Na Bwana Morris, niruhusu nikuulize, je, ulijuaje kwamba una hiki kipaji kwenye uchongaji na uchimbaji wa jiwe hili la soapstone? Kwa kweli naweza kusema sanaa yangu ni talanta ambayo nilizaliwa nayo. Kwa sababu nikiwa shuleni nilikuwa najua sisi tumesoma wakati wa Moi, ile curriculum ya kitambo ambapo tulikuwa tukitengeneza art kwa shule, ndio tunaweza kuwekewa marks. Sasa ilikuwa ni kama subject. Kwa hiyo ikawa kwamba nikitengeneza yangu ilikuwa inakuwa ya kwanza. Kipindi hicho nilikuwa natumia clay na waya nilikuwa natengeneza magari kama toy, hizi toy za waya. Na zikao zimependwa zaidi. Upande wa soapstone sasa, nilipokuwa na ile hali ya kutaka kutengeneza soapstone, ndugu yangu mkubwa ninayemfuata ndiye aliyenifunza upande wa soapstone. Kwa hiyo unasema kwamba naye ndugu yako mkubwa ana huu maarifa kwenye uchongaji wa jiwe hili la soapstone? Ndio. Lakini sasa aliponifunza, nikafikiria, nikaona sasa inafaa sasa niongeze maarifa zaidi, niwe professional artist. Ndio nikaenda nikajifunza na kampuni inaitwa Art Piece of Africa. Sasa hapo ndio nilienda nikajiimarisha, nikawa sasa msanii wa soapstone anayejulikana zaidi. Na vipi kuhusu uchimbaji wa soapstone? Je, unafanyika katika eneo gani na ni vifaa vipi vinavyotumika katika uchimbaji huu wa jiwe hili la soapstone? Naweza kusema tuna majimbo karibu ama karibu maeneo kama 5. Tuko na sehemu inaitwa Nyabigena, tuko na sehemu inaitwa Tabaka, tuko na sehemu inaitwa Sameta, na tuko na sehemu inaitwa Nyatike na Nyakembene. Ni nyingi. Na hizo sehemu zote zinapatikana huko kaunti ya Kisii? Ni kaunti ya Kisii. Na ujue kwamba hizo soapstone ziko na kala tofauti tofauti. Kwa hivyo unakuta kwamba hili jimbo liko na kala hii na hili lingine liko na kala hii. Kwa mfano, tuko na jimbo ambalo liko na kala ya black. Na tuko na, kama niko na kapisi hapa nikuonyeshe. Ukiangalia hili jiwe, hii ni black soapstone. Na tuko na pink. Ukiona hapo utaona hizo pink. Na tuko na white soapstone. Kwa hodari zaidi. Ndio. Na Bwana Morris, nieleze kuhusu unachokiona kwenye jiwe hili la soapstone. Je, unaamua vipi au ni nini ambacho kinakusukuma ndiposa uweze kuamua kwamba nataka kuunda mchongo huu ama kifaa hiki
kutoka kwenye jiwe hili la soapstone? Sasa hapo Saida, unajua hii ni biashara. Naam. Na biashara, ukifanya biashara lazima kuwe na client ambaye anahitaji product. Naam. Sasa product customer akija ndiye ananiambia matakwa yake, lakini pia kuna zile tunaita masterpieces, zingine ni historia ambayo inatokana kwa Biblia ama jinsi watu walikuwa wakiishi kitambo. Kwa sababu ukiangalia kama hii, utaona hii ni mzee ambaye anacheza kwa Kisii tunaita ovokano. 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 Ama ovokano ni hub, hii ni hub. Ndio. Naam. Sasa hii ndio Wakisii walikuwa wakitumia, wale wa kale, hii ndio walikuwa wakitumia kwa music yao. Hii cactus iko na historia mrefu, inahusiana njaa ama kiangazi kilichotokea mwaka wa 1918, 1918. Kulikuwa na kiangazi na kukatokea nzige. Hao nzige waliweza kula miti yote ikaisha, chakula chote kikaisha. Sasa kukawa na njaa kubwa, lakini sasa huu ndio mti peke yake ambao ulistahimili hayo mazingira. Unaweza kufikiria kwa nini huu mti haukuliwa na nzige? Huu mti ukiukata kuna maziwa ambao unatoa. Sasa hayo maziwa ikawa ni sumu kwa nzige. Unaona? Hiyo maziwa hayo yalisaidia mti huu. Sasa maziwa hayo yalisaidia mti huu kustahimili. Sasa ndio kwa sisi tunasema huu ni, naweza kusema is a tree of hope. Unaona? Sasa ndio maana huwa tunaipenda sana kuitengeneza. Maanisha kwamba ukipatia mtu umempa hope. Morris ni msanii wa kizazi cha pili wa mawe ya soapstone. Waliomtangulia walichimba vilima hivi na kugeuza mawe kuwa sanaa. Sasa Morris anabeba urithi ulio na uzito zaidi ya jiwe lolote alilolishika. Kabla hujaanza kuchonga, lazima ujue ni nini unataka kuchonga na ni kifaa kipi ambacho unastahili kuanza kutumia. Kwa mfano, ninaanza na handsaw. Hii ndio nakata jiwe ile size ambayo ya product ambayo nataka kutengeneza. Kisha jambo la pili, kifaa cha pili ambacho unatumia, najua kitu lazima kiwe na msingi wa kusimama, ili ukisimamisha ndio iko na stability. Lazima natumia hii. Ukiangalia hii ni board ambayo imewekwa sandpaper. Sasa hii ndio inaweka base, inasugua, ndio product yako ukisimamisha inasimama. Product ikiwa kubwa, lazima uanze kutumia kifaa ambacho ni kizito, ambacho kitatoa hizo waste haraka. Huwa naanza na shoka. Pia natumia hii ili ya kuchimba hizo holes ambazo unaona hizo products zingine ziko na holes. Kwa hiyo natumia hii, na kama ni product kubwa natumia hizi mbili. Naanza na hii kisha nakuja na hii. Wakati mnapotoa jiwe hili na kuanza kuchonga, vipi kuhusu hivyo vipande vinavyobaki kwenye jiwe hilo? Je, huwa mnafanya nini hivyo vipande? Umeuliza vizuri sana. Unajua watu wengine wanafikiria huwa hivyo vipande vinakuwa havitumiki ama vinakuwa waste. Lakini ukweli ni kwamba hivi vipande huwa ni vya muhimu, kwa sababu huwa tunavitumia kwa vikishashagwa vinatengeneza rangi. Hiyo powder yake ukiona kama hii sasa.
Kwa hiyo unamaanisha kwamba hii rangi tunaiona hapa nje inatokana na jiwe hili la soapstone? Ndio. Pia hutumika kutengeneza hizi chokaa ambazo zinatumika shuleni kuandika. Naam. Bwana Morris, tunaelewa kwamba hii ni biashara. Na kwa kawaida kwenye biashara lazima kuna changamoto za hapa na pale. Je, ni changamoto zipi mnazokumbana nazo wakati wa uchimbaji na uchongaji wa jiwe hili la soapstone? Kwa uchimbaji kuna changamoto hasa ya kuporomoka kwa soapstone. Kwa hilo jimbo, kwa maini yenyewe sasa, huwa kuna wakati linaporomoka na wakati mwingine huwa linaua watu, kwa sababu likiporomoka mkiwa ndani ya shimo, mkiangukiwa lazima mfe. Kwa upande wangu pia naweza kusema changamoto ambayo nimeweza kupitia ambayo ilikuwa ni mbaya katika hii kazi ni kipindi cha kura ya mwaka 2007 baada ya uchaguzi. Kuliweza kutokea mapigano. Kwa hiyo kwa kwamba wale wateja ambao tulikuwa tunawategemea kununua sanaa yetu waliweza kuacha kununua. Sasa ikawa wale wateja wamefanya nini? Wametuacha tu. Sasa tukakosa mahali pa kuuza. Sasa hiyo ikawa ni changamoto kubwa, kwa sababu hakuna kazi nyingine ambayo tunaitegemea isipokuwa hii. Ila baada kuona changamoto hiyo imekuwa sugu, kwa sababu hata kupata lishe ilikuwa ni shida, ilinibidi niende Transmara kuanzisha mambo na kilimo. Na Bwana Morris, ni wewe mwenyewe unachangiaje au umechangiaje katika maendeleo ya jamii kupitia sanaa hii ya soapstone? Naweza kusema nimechangia pakubwa, kwa sababu nikiwa na client ambaye anataka products nyingi huwa ninaagiza wachongaji wengine, tunashirikiana. Kwa hiyo la kwanza unatoa ajira kwa watu wengine? Natoa ajira na wakishapata fedha kutoka kwa hii kazi unakuta kwamba amelipia mtoto school fees vizuri, amefanyia mahitaji mengine ya ndani na ameweka akiba. Na mbali kwamba ninatoa ajira katika vijana, pia huwa niko na classes ambazo nafunza watoto. Nimefunza watoto wengi. Kuna watoto walitoka Ghana nikawafunza, kuna watoto walitoka Zimbabwe nikawafunza, na kuna watoto pia walitoka USA America nikawafunza. Amechangia pakubwa sana. Na tukimalizia tu Bwana Morris, je, ni ushauri upi ambao ungependa kutoa kwa wale vijana ambao ndo wanaanza kazi hii au ambao wangependa kujiunga na sanaa hii ya uchimbaji na uchongaji wa jiwe la soapstone? Vijana wasikimbilie kazi ya ofisini kwamba ndio kazi tu. Sanaa pia inalipa. Hasa sanaa ya soapstone inalipa. Wajitolee, waje tuwafunze. Ni dhahiri kwamba sanaa hii ya soapstone ni rasilimali muhimu sana katika nchi. Wacha tukaweze kujitokeza na kuunga mkono sanaa hii ya soapstone. Kumbuka, unapounga mkono sanaa hii, si familia tu unazounga mkono, bali pia unachangia katika ukuaji wa uchumi ubunifu nchini. Nimekuwa wenu Saida Mkiri. Tupatane tena wakati mwingine.